mfalme Sauli. Anamkataa na ndiye alimchagua. Praise be to God. Amen. Mungu ndio amechagua the King Saul. Lakini later amemkataa kwa sababu gani? Sauli amefika mahali na akajiona yeye mwenyewe kama ni nguvu zake. Praise be to God. Amen. Na anaanza kutembea katika njia zake. Tazama King Asa. Na Mungu, he is warning him before. Praise be to God. He is warning him. If you seek me, I will do what? I will be found by you. Hallelujah. Completely. I'm there. If you seek me, you will find me. Hallelujah. But if you forsake me, what will I do? I will forsake you. Hallelujah. Praise be to God. God's presence is always there. He is always there for the humble hearts. Praise be to God. For the humble hearts. No matter the seat you are in, haijalishi uko kiwango gani, haijalishi uko namna gani, jua tu ya kwamba Mungu ako hapo, anataka hiyo moyo wa kunyenyekea. He leads the humble people. Ako hapo anakuongoja, na ndipo unapata hata Daudi, hata baada ya kutenda ile dhambi, because of the rebuke, he did not forsake God. Praise be to God. Amen. He did not forsake him. Why? Because he had the fear of God. He had the humble heart. Hallelujah. Amen. Ni mtu na ambaye aligundua na kujua ya kwamba maisha haya bila Mungu, ufalme wangu bila Mungu, haleluya, yote ni nini? Yote ni bure. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. And that's why Job in Job chapter 5 verse 17, mtumishi na ambaye anaitwa Job ama Ayubu anasema hivi, behold, well, happy is the man whom God collects. Hallelujah. Happy is the man whom God collects. Happy is the man whom God collects. Who is this? Na ambaye he will be happy. Ni nani na ambaye atafurahia Mungu akimwambia wacha hivyo unafanya? Ni nani na ambaye atafurahia? Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise be to God. Ni nani huyo na ambaye atakayefurahia? Happy, behold, happy is the man whom God corrects. Therefore, do not despise the chastening of the Almighty. Do not despise the chastening of the Almighty. For he bruises, but he binds up. He wounds, but his hands make whole. He shall deliver you in 6 troubles. Yes, in 7 no evil shall touch you. Hallelujah. In famine he shall redeem you from death, and in war from the power of the sword. You shall be hidden from the scourge of the tongue, and you shall not be afraid of destruction when it comes. Hallelujah. Lakini hilo neno ukianzia pale mwanzo imesema nini? Behold, happy is the man whom God corrects. Hallelujah. Whom God chastens. Praise be to God. Whom God rebukes. Praise be to God. Angalia mji wa Nineve baada ya kunenewa hukumu. They had that humble heart. Mtumishi wa Mungu alikuwa anaona ya kwamba Mungu, kwa nini usiangamize hao watu? Hallelujah. Lakini Mungu kuna kile alikuwa anaangalia, because God takes the mind and he gives the answers of the heart. Hallelujah. Bwana asifiwe. Moyo wa mwanadamu ni ngumu uchunguze, lakini Mungu anafanya nini? Anaingia ndani na anachunguza. Haleluya. Na anajua mtu mnyenyekevu, anajua mtu na ambaye anasimama katika njia zake, na huyo ndio Mungu anataka kuenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Mungu anataka kutembea na yeye. Huyo ndio Mungu anataka kuishi na yeye katika ufalme wake. Haleluya. God is preparing humble people. Praise be to God. He is preparing you here on earth, ili ukienda mbinguni usipeleke kiburi yako huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Praise be to God. Amen. Unaona shetani alikaa na kuona ya kwamba nimefika mahali, akaona kama ameinuliwa sana na kiburi ikamuingia. Bwana asifiwe. Na akaona hata uongozi anaweza chukua sasa. Praise be to God. Akaona hata uongozi anaweza fanya nini? Anaweza chukua. Kwa sababu gani? Sababu ya kujinua, kiburi.
Hallelujah. That's why God is preparing humble people here on earth. Kabla utoke hapa duniani, ukuwe mtu mnyenyekevu kwanza. Hallelujah. Nikikukemea unakemeka. Hallelujah. Nikikwambia rudi kwa njia zangu, unarudi. Praise be to God. Si mtu wa kupeleka mahasira huko juu mbinguni. Praise be to God. Hallelujah. Iko sawa sawa? Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, I'm speaking about humbleness. Mungu akikukemea ukiwa hapa duniani, unakuwa mtu na ambaye ameandaliwa, umepitishwa kwa moto. Haleluya. Umepitishwa kwa moto. Hauna hasira, wewe si mtu wa hasira, wewe si mtu wa nini wa fitina, wewe si mtu wa mambo haya unasikianga yanatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Na hii utakapofika katika ufalme wake, unasikia makerubi wanaishi huko ni kutukuza na kuabudu. Ukifika huko hakuna tamaa nyingine utakuwa nayo. Haleluya. Hakuna tamaa nyingine utakuwa nayo. Utakuwa tu unatamani kuabudu tu. Moyo wako tu utakuwa pale ukinyenyekea. Praise be to God. Amen. That's why you see there is different between praises and worship. Praise be to God. Amen. Because the word of God says, let all living things praise the Lord. Shetani hata yako na mdomo, si anaishi, si hata anatukuza. Hallelujah. And that's why unapata watu wako katika dunia na bado wanatukuza. But inasema, and the time will come and those who fear the Lord, they will worship God in what? In truth and spirit. Hallelujah. And that's why unasikia nani kama wewe. Ni wengi wanakataa kukuja hapo. Kwa sababu gani? Maana unarudia ile chorus, unairudia. Kwa sababu gani? Hauimbi na mwili. Hallelujah. Hauimbi na mwili, unaimba na moyo. Praise be to God. Ukiwaza ni nani kama wewe Bwana, unaweza irudia, unaweza irudia. Ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, wakati unasikia neno la Mungu inasema mbinguni makerubi na maserafi wanafanya nini? Wanaabudu na kuimba haleluya hosana. Wale ambao wanapenda praises, sasa mkifika hapo haleluya hosana kila wakati, mtaboeka. Haleluya. Mtaboeka kwa sababu gani? Hii mambo ya ufalme wa mbinguni ni mambo ya kiroho. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kutukuza si vibaya kutukuza, maana Mungu anataka tumtukuze. Lakini ikifika ni kuabudu, kuna kuabudu kwa moyo. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo ndio watu wengi hawatakangi. Many people don't like worship songs. Hawaipendi. Na worship song inaguzanga Mungu zaidi. Huwa inaguza Mungu zaidi. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo nataka tuingie katika neno letu ya asubuhi ya leo. Tunapo ama kama jinsi tutakavyoongozwa ni Roho wa Mungu. Nataka tujifunze something to do about demons or the evil spirits that are behind the seeds or the fruits of righteousness. Demons behind the fruits of righteousness. Maroho na ambayo inakuanga kinyume na matunda ya uhaki. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu tunakuabudu na kutukuza jina lako asubuhi ya leo. Tunasema ni asante mtakatifu, wewe ni mwema. Hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuheshimiwa Mungu wa Israeli. Tunasema ni asante kwa kuweza kutuamsha salama na kuwa nasi hadi wakati huu Mungu wa rehema, tunapoenda kuanza kwa kusikiza Jehova neno lako Baba. Jehova Mungu wa Israeli, tunakuomba ukaweza kuanza nasi Mungu wa rehema katika hii Bible study, ukaweza kufungua masikio yetu ya kiroho Jehova, utupe ufunuo wa neno lako Mungu wa Israeli. Tuongoze na ututawale Jehova Mungu wa rehema katika jina la Yesu Kristo Mungu wa Israeli. Tuomba Jehova tutenganisha na maroho yote ya confusion na ukaweze Jehova kutujalia mema in the name of Lord Jesus.
kwa mkufunzi wetu mkuu mahali hapa Jehova, maana sote tunataka kusoma kutoka kwako Baba. Jehova, ukifanya yote, sifa na shukrani ni zako. Katika jina la Yesu tuomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. So we hear that the word of God says in the book of Philippians chapter 1 verses 11. Philippians chapter 1 verses 11. Philippians chapter 1 and verse 11. It says, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Hallelujah. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Be filled with the fruits of righteousness. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tulienda kwa mto tukabatizwa, na tulipobatizwa tukakuja na kuambiwa namna gani tuzae matunda ya uhaki sasa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ule uliambiwa uzae matunda ya uhaki, ilikuwa ni jukumu la kila mwanadamu. Praise be to God. Mwanadamu na ambaye ameokoka, ambaye amkubali Yesu, azae matunda ya uhaki. Haleluya. Na tunaelewa matunda ya uhaki ni gani. Kama wamama wanaelewa matunda ya uhaki ni gani. Kama wababa wanajua matunda ya uhaki ni gani. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana tunaambiwa na tunaelezwa ya kwamba tutembee katika njia za uhaki. Haleluya. Kuna njia za uhaki, na katika hiyo njia za uhaki ndio tunaambiwa ya kwamba tuweze kufanya nini? Kukua na matunda yake. Hiyo matunda iweze kuonekana. Hiyo matunda watu wa ulimwengu wanapotazama waone hiyo matunda ya uhaki. Haleluya. Hatuhubiri uhaki kama hatuna hiyo matunda. Kama hiyo matunda haionekani, basi ni vigumu uhubirie mwenzako. Praise be to God. Haleluya. Ni vigumu uweze kuambia mwenzako kuhusu matunda ya uhaki kama wewe mwenyewe hauna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ukiwa kama mwanamke unaenda kuhubiria watu kuachilia makeup, unaenda kuambia watu hizi vitu si mzuri, unaenda kuambia watu miniskirt si mzuri, na wewe mwenyewe uko nayo, utakuwa unawahubiria nini? Haleluya. Bwana asifiwe. Utakuwa unawahubiria kitu gani? Wewe ni kijana, umevalia matimbarat, umesaga trouser, uko na stand kofia imeangalia juu, na unaenda kuhubiriana. Utakuwa unahubiriana nini? Haleluya. Praise be to God. Wakati unaongea kuhusu matunda ya uhaki, wewe mwenyewe kwanza unajiangalia. Na ndiposa neno la Mungu inatuambianga tusitoe nini? Tujitoe kwanza. Hiyo nini? What we call it? Inaingia katika uso wako kushinda kwenda kutoa mwingine kwanza. Haleluya. Unaambia Mungu kwanza aweke hiyo matunda ya uhaki ndani yako. Umejihubiria wewe mwenyewe kwanza. Haleluya. Umejihubiria, umesimama vyema, ukienda kutangazia wengine. Praise be to God. Haleluya. So ikawa ya kwamba kila mwanadamu na ambaye ameweza kukombolewa, huyo naye akahesabiwa mwenye haki katika ufalme wa mbinguni. Praise be to God. Amehesabiwa mwenye haki. Na kwa hivyo neno la Mungu linasema ya kwamba kwa hivyo mtembee na kuenenda katika matunda ya uhaki. Haleluya. Wakati wanatazama na kukuona, matunda ya uhaki inaonekana. Praise be to God. Haleluya. Hiyo ni wa Filipi. Na ambayo imesema ya kwamba being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Hallelujah. Amen. Na sasa wakati umepata ile matunda, na nena na watu na ambao already wameshapata yale matunda ya uhaki. Hallelujah. Hawa ndio nanenea siku ya leo. Hawa ndio ninazungumzia siku ya leo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio ninazungumza nao kuhusu hiyo matunda ya uhaki. Haleluya. So ukisikia kwamba ni matunda, ukisoma katika kitabu cha John 10:10 unasikia neno la Mungu linasema namna gani?
The thief does what? The thief comes to steal, kill and do what? And destroy. Wakati ule wao umetembea katika njia na matunda ya uhaki imeanza kupatikana ndani yako, shetani anaanzaga kutafutana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati unasikia umesimama na uko vizuri, unafurahia katika nyumba ya Mungu, unatoa ushuhuda kila mahali, shetani anaanza kupigana na wewe kuanzia hapo. Praise be to God. Unaweza okoka na umemkubali Mungu na usimame. Praise be to God. Lakini haujaanza kumtestify Mungu. But let me tell you the truth. Wakati utaanza kumshuhudia Yesu, haleluya, wakati utaanza kumshuhudia Yesu, hapo ndipo shetani ataanza kupigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana shetani hata ukienda kwa mto anakuangalianga tu na anacheka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umeingia na kutoka bado anacheka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati ule alitazama mtu anaitwa Ayubu. Ayubu alikuwa mtu amehesabiwa mwenye haki na alikuwa ametembea katika uhaki na mbingu na shetani alikuwa anajua. Haleluya. Lakini shetani anaambia Mungu nini? Wacha tumjaribu huyu mtu, tumuondolee kila kitu, uone kwa hakika anakupenda kwa sababu ya kila kitu wako naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe wakati umeingia kwa mto na umetoka, shetani bado anakuangalia. Praise be to God. Amen. Na ameanza kukuhesabia masiku. Haleluya. Amen. Amenyamaza, ametulia. Enda usifu, enda ufurahie Mungu, mtukuze Mungu venye unataka. Lakini the moment utaanza kumshuhudia Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utaanza kumshuhudia Yesu, that will be the first bullet ya kwanza kurushia shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. When you attack an enemy, he will attack you back. Praise be to God. Ukianza kumshuhudia Yesu sasa, hapo ndio shetani atakuwa na kikao na mapepo. Haleluya. Wafuasi wake, agent wake, wapange sasa jinsi na ambavyo watakuja sasa kukunini, kukuharibu na kukurudisha nyuma. Praise be to God. Haleluya. Kwa sababu gani? Maana ametazama na kuona ya kwamba kumbe huyu mtu si jinsi na ambavyo tulikuwa tumemjua. Tulidhania tu ataenda kwa mtu na akuje na arudie dhambi zake, lakini mtu amesimama na matunda ya uhaki imeanza kuonekana ndani yake. Haleluya. Naona so this person was serious. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo watasema ya kwamba sasa njooni, naitisha mkutano, njooni, kunayo mambo na ambayo ninataka sasa tufanye. Maana yule mtu anaonekana na destiny ambayo anaelekea ni destiny ambayo tulikuwa. Praise be to God. Amen. Hallelujah. He is going to minister. Praise be to God. Amen. His testimony is going to change the lives of people. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. This person is a betrayer to us. Hallelujah. Amen. Betrayers are not the only one. Na ambao walikuwa katika kuzimu wakatoka wakaokoka, ambao wanasema ati nilikuwa mtu wa Illuminati nikakuja nikaokolewa. Hawa sio tu betrayers of Satan. Wewe mwenyewe ulikataa dunia. You are one of the betrayers of Satan. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Each and everybody of us here is an enemy. Is an enemy of Satan and his kingdom. Ukae ukijua hiyo. Praise be to God. Amen. Hauna urafiki wowote na shetani. Kwa sababu gani? Matunda ya uhaki iliingia ndani yako, ilianza kukua. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Na ukisikia ya kwamba Yesu anatuambia mimi ndiye mzabibu ule wa kweli, na anasema nini? Kwa hivyo na sisi tufanye nini? Tukue na matunda. Praise be to God. Amen. Maana tumeitiwa kuwa na hiyo matunda ya uhaki. Kila Mkristo na ambaye anataka kuona ufalme wa mbinguni lazima atakuwa na hiyo matunda ya uhaki.
Kwa maana neno la Mungu linasema ya kwamba na mti na ambao haukutoa matunda ulifanya nini? Ulikatwa. Praise be to God. Kwa hivyo ujiwekee jukumu, ujue ya kwamba lazima ukuwe na hiyo matunda ya uhaki. Na kwa sababu umekuwa na hiyo matunda ya uhaki, kuna msemo unasema ya kwamba mti na wenye unakuanga na matunda unarushiwa nini? Unarushiwa mawe. Kwa sababu gani? Uko na matunda, uko na kitu inaonekana. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wakati shetani natazama na kuona yale matunda itaenda kubenefit other people. Praise be to God. There is somebody who will benefit kutokana na hiyo matunda ya uhaki kwa huyo mtu. Anaanza kupigana na huyo mtu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Ukiona apostol amekaa hapa hivi, usidhanie amesimama ukadhania ako sawa kabisa. Haleluya. Then enemy anatafutana na yeye kila siku, kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona uko kwa nyumba umerelax and there is nothing is happening spiritually in you, know that you are becoming friends to Satan. Haleluya. Unarudi nyuma kimpango. Bwana asifiwe. It is either umeingia kwa mtego wa shetani ama something other inaweza kuwa ina happen. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo yote na ambaye amepata matunda ya uhaki, lazima vita aanzane nayo. Vita lazima ianze kumfuata. Praise be to God. Nchi ambayo ilikuwa inapatikana wakati wa zamani, kunajulikana ni wale wazungu walikuwa wanajua nchi fulani iko na dhahabu. Walikuwa wanapigania wakienda kwa hizo nchi. Haleluya. Ili wafanya nini? Waende wakachukue dhahabu na ambazo zilikuwa mahali pale. Na nchi ingekuja ivamiwe na hiyo dhahabu na vitu za thamana na ambayo ilikuwa imejishikilia naye, ikuje ibebwe yote iondolewe, hiyo nchi huwa ilikuwa inabaki kama kitu hakuna. Haleluya. It was like a dry land. Kitu kama hakuna. Praise be to God. Haleluya. Now in the book of Songs of Solomon, nataka tuende hapo hivyo ndio tushike hii neno vizuri. Songs of Solomon chapter 2 verses 15. Songs of Solomon chapter 2 verses 15. Take us the foxes. Take us the foxes, the little foxes, the little foxes that spoil the vines, that spoil the vine. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hebu soma tena. Take us the foxes. Take us the foxes, the little foxes, the little foxes that spoil the vines, that spoil the vine. For our vines, for our vines have tender grapes. Have tender grapes. Have tender grapes. Hallelujah. Bwana asifiwe. Do foxes eat grapes? Bwana Yesu asifiwe. Wale wanajua fox. Do foxes eat grapes? Praise be to God. Amen. Foxes are carnivorous. Bwana Yesu asifiwe. Amen. They are carnivorous. What are they going to do in the vines? Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mizabibu inakuanga wapi? Inakuanga kwa mti juu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How comes the foxes now climbs the vine tree? Inaenda huko juu, inaenda kufanya nini? Na imewezaje kupanda kwa mti? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to God. Amen. And if you read the Bible says they are catches the small foxes. Praise be to God. The small foxes. Tushikie those small foxes. Na Kiswahili ni nini? Kiswahili inasemaje? Bweha. Hallelujah. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Bweha inafanya nini juu ya mti? Mbwa gani imeipanda juu ya mti na imeenda kufanya nini kwa mti wa matunda? Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Foxes in this world are used as demons. Hallelujah. They are used as the subject. Praise be to God. Amen. They are used as the subject
Hallelujah. Catch us the small foxes, not even the big ones, but the small ones. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ni utu tudogo tunatumika. Unataka kujua mbweha wanatumikanga? Judges, in the book of Judges. Nifungulie Judges chapter 15. Judges chapter 15 verses 4. Judges chapter 15 and verse 4. And 4 and 5. And Samson went and caught 300 foxes. And Samson went and caught what? 300 foxes. Akashika bweha 300. Bwana Yesu asifiwe. Akawakamata. Uniambie bweha utakamataje? Bweha 300. Haleluya. Wacha sikia alifanya nini na hizo bweha. And took firebrands. And took firebrand. And turned tail to tail. And tied to tail. And put a firebrand in the midst between and the put the firebrand in their tails. Hallelujah. Yani wakati ule alianza kushika wale bweha 300, akaweza kushika mikia zake na kuweka moto pale nyuma. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hebu enda kwa kishaka siku ya leo ushike bweha. Ukuje uiweka moto hapa nyuma. Ama hata wacha bweha. Uko na mbwa nyumbani. Uko nyumbani huko. Uende ushike mbwa, uionyeshe moto hapa nyuma yake. Praise be to God. Amen. Akafanya nini? And when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines, and burnt up both the shocks and also the standing corn with the vineyards and olives, as well as the vineyards and olive groves. Wakati ule alikamata zile bweha, akaweka moto kwa mikia zake, alirudi akazifungulia. And then bweha ukiweka moto pale nyuma kwa mkia, ile mbio itatoka hapo. Ikikimbilia nini? Usalama wake. Maana inaona moto unafanya nini? Unakuja. Haleluya. Venye inaenda inaona ni moto unakuja nyuma yake. Ile mbio zilitoka hapo. Zikaelekezwa wapi? Kwa shamba za Wafilistini. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati ziliingia kwa ile shamba, they destroyed everything that was there. Praise be to God. Amen. Zikaharibu mimea, zikaharibu miti, zikaharibu the vineyard. Praise be to God. Amen. Hallelujah. So bweha wanatumika. Na ukiangalia katika ufalme wa giza, bweha wanatumikanga sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na wale na ambao wanapatanga ndoto na ambazo zimetoka ahero, shetani anawakujia. Kuna watu wanasema niliota nikikimbizwa ni bweha. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu wanakimbizangwa ni bweha, wengine wanasema fisi. Wengine wanasemanga hizi bats. Haleluya. Kuna vitu mingi zinakimbizanga watu, zinatumikanga. Haleluya. Bwana asifiwe. Now in the book of Songs of Solomon says that catch us those small foxes, tushikie hizo bweha ndogo na ambao wametumwa. Iko wapi? Songs of Solomon 2:15. Tushikie, tukamatie. Take us the foxes. The little foxes. The little foxes that spoil the vines. For our vines have tender grapes. Hallelujah. For our vines have tender grapes. Praise be to God. Amen. We have the tender grapes. Tuko na matunda ya uhaki. Matunda ya uhaki inaonekana ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo matunda ya uhaki maana inaonekana. Sasa ni wakati wako wa kumuomba Mungu na kuambia Mungu, tuondolee hizi bweha ndogo na ambazo zimetumwa kuharibu matunda ya uhaki ndani yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana tumekuwa tukiomba, tumekuwa tukisema tumesimama, but we don't know that there is demons that fights the fruits of righteousness. Praise be to God. Haleluya. Na wakati unaona vita vya kuangamiza the fruits of righteousness ama matunda ya uhaki, ukiona hiyo vita imeanza,
Wewe kama ulikuwa umesimama vyema ukiwa kama mama, you had done away with the makeup. Unapata ya kwamba shetani anakuambia earring si mbaya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Praise be to God. Amen. Uko pale kwa WhatsApp group, uko hapo, mtu mmoja anatumika, anakualetea teaching mahali pale, anawaambia pombe kidogo si mbaya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ulikuwa umeona umesimama, lakini because Satan is targeting you, usiwahi sema shetani anatarget mtu mwingine. He always target you because you are on the war with him. Bwana Yesu asifiwe. Uko kwa vita na yeye. So shetani anafanya nini? Anaanza kupigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unaona mtu anakuja na kukwambia kwamba pombe kidogo si mbaya, masturbation si mbaya, kama ule mhubiri wa South Africa Oya Krume, na mtumishi mkubwa, na anasema masturbation si mbaya. Who is him targeting? He is targeting every person who was masturbating na akaachana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Maana uliweza kupata uhaki na ukaachana na hiyo mambo ya masturbation. He is now bringing the gospel to tell you masturbation is not bad. So what? So you can go back kwake. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. Mwenye anakuambia pombe kidogo si mbaya, anakutarget ili akwambie urudi wapi? Wakati utapatwa na stress, utafanya nini? Utarudi kwa nini? Kwa ile pombe kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tulikuwa tunapeleka mgonjwa fulani, mama, mahali fulani. Na huyu mama tukafika mahali, tulikuwa na apostle evangelist. Na huyu mama akafika mahali akatuambia pombe kidogo si mbaya, na pombe hata ukikunywa ukiwa kwa nyumba yako si mbaya. Kile kitu mbaya ni uende ukunyie nje. Hallelujah. Bwana asifiwe. What is she doing? Anasema nini? Jeremiah was a drunkard. I was a drunkard. Praise be to God. Why is this conversation? Kwa nini ikuje? Hallelujah. There is a time that comes, I'm in thoughts. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati uonga inafika, niko kwa mafikira. Unajaribu kuangalia solution, unakosa. Hallelujah. Amen. Sorry. Unakosa. But later unaweza kugundua ya kwamba I have the solution. Hallelujah. Amen. Lakini sasa mtu kama huyo amekuja na kukuambia hivyo ya kwamba mtu pombe kidogo si mbaya, ni kukuambia ya kwamba on the holidays, wakati unajua kuko na nini, kuko na mambo ama kuko na festival fulani, unaweza ingia kwa nyumba na ukunywe pombe na kama umejifungia, maana si mbaya. Bwana Yesu asifiwe. And if that thought itakuja kwako na utakuja kupata hiyo pombe, Satan uses people even to bring those alcohol. Praise be to God. Amen. Akuje akulete na wewe uishike, utakumbuka yale maneno. Bwana asifiwe. Amen. Utakumbuka yale maneno ya yule mama. It may not happen the same day, but it may happen on days to come, even years to come. Hallelujah. Bwana asifiwe. Maana shetani anatakanga tu venye tutaingia kwa nini? Kwa mtego wake. Once umeingia kwa mtego wake, he will do to you venye anataka. Atakucontrol venye anataka. Bwana Yesu asifiwe. Ameweka maneno, masturbation is not bad. Hiyo maneno itakuwa inaanza kufanya kazi pole pole. Hallelujah. And that's why tunaambiwa fight for those small foxes. Hallelujah. Fight against them. Catch us, the small foxes. Hallelujah. Tushikie hawa bweha ndogo. Hiyo maneno imekuja na kuneno katika masikio yetu, maneno machafu, maneno ya kuturudisha Misri, maneno ya kuturudisha nyuma. Mungu uweza kutuondolea.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakuja anakunenea neno ya mahali ulikuwa katika uovu, lakini ukienda kwa maombi haupiganangi na hayo maneno. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama hautapigana na hayo maneno yataishi kukuandama. Praise be to God. Haleluya. Ulikuwa unafanya mambo ya ukahaba, ukawacha. Umepatana na kahaba, amekwambia mambo ya ukahaba na ukasikia kwanza utulie, na umeenda jioni kwa nyumba umeomba mambo mengine, lakini haukupigana na hayo maneno. Watu wa Mungu, hiyo maneno itakutafuta. Haleluya. Itakutafuta, lazima itatafuta jinsi na ambavyo itakuwa ndani yako. Praise be to God. Because it is a seed. Ni mbegu imepandwa. Haleluya. Amen. Na wakati imepandwa kumefanya nini? Kuna mbegu ambayo imetolewa ndio hiyo ipandwe. Wakati mkulima anaendelea kupanda, hapandangi kwa mchanga juu. Analimanga, anaweka mbegu ndani. Praise be to God. Haleluya. Ama mwenye anataka kupanda mahindi, hapandi mahindi ikiwa mzima, anapiganga mahindi yake, anachukua mbegu moja ya mahindi, ndio anawekanga pale ndani. Haleluya. Na hiyo ndio huwa inakuwa. Mahindi moja ikikua, unapatanga kwa ile nini ya mahindi, unapatanga imezaa. Saa zingine kuna mkulima atakwambia imezaa mahindi 3. Mwingine atakwambia sasa kilimo ni kibaya, imezaa mahindi 2. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Wakati umewekwa that spirit ya kunenewa kwa masikio yako, and the spirit imeingia na imekuwa ndani yake, ile maneno ianze kukua. If you will not stand well, if you will not fight those words, haleluya, kama hautamng'oa hiyo maneno mapema, hiyo maneno ni kukua, itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo unapatanga yale maneno ukiyasikia about masturbation or prostitution, ukirudi kwa televisheni inaanza kunyunyiziwa maji. Praise be to God. Kama hautasimama vizuri, ile maneno inaanza kunyunyiziwa maji. Mvua inaanza kunyeshea ile mbegu, na hiyo mbegu inaanza kukua. Praise be to God. Ukiwa pale kwa televisheni, ndio unapata wahubiri wengine wameanza kusupport those words that were spoken in your mind. Haleluya. Umeanza kukonfirmiwa ni shetani. Haleluya. Inaondolewa magugu, mbegu imee vizuri, mbegu inamea, inachipuka. Wakati itachipuka na iweze kutoa mazao, ndio utapata ya kwamba you are not only focusing to fight masturbation, unapata umeanza kurudia mpaka pombe, sigara, bangi, nini. Na matunda ya uhaki imefanya nini? Imeng'olewa yote. Before you come to thought, before umenotice kila kitu, unapata wewe ni mtu ambaye umeondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Proverbs 25:28. Proverbs 25:28. Proverbs chapter 25, verse 28. He that has no rule over his own spirit is like a city that is broken down. Hallelujah. Without walls. He that has no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Whoever has no rule over his own spirit, so is like a city broken down. Praise be to God. Kama wewe mwenye, nani ako na Biblia ya Kiswahili? Hauna sharia. Nani ako na Biblia? Neno la Mungu linasema whoever has no rule, kama hautaweza kutawala your own spirit, roho wako mwenyewe, kama wewe mwenyewe hauwezi kutawala roho wako mwenyewe, useme roho wangu nataka ufanye hivi, roho wangu, na unasikia Daudi anatawala kwa roho wake, anasema roho wangu mtukuze Bwana. Hallelujah. He is speaking to his own spirit. Hallelujah. If you have no rule over your own spirit, you are like the city broken down without walls. Praise be to God. What do you know about the broken walls? Hallelujah. Kama uko na ukuta, uko katika nchi na ambao haina ukuta,
maadui wa kila aina watapenya. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama hakuna ukuta katika nchi na adui anataka kupenya, atakuja tu kama ameingia. Praise be to God. Na wewe ndio unaambiwa ya kwamba kama hauna ama hauwezi kutawala roho wako, unakaa kama hiyo nchi na ambayo ukuta zake zimebomoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Niambie sasa, wakati bweha wale wameachiliwa, wakuje wapate ya kwamba ukuta umebomoka, hakuna ukuta. Praise be to God. Amen. What will happen to you? Zitakuja kazi zimeingia. That's why you hear the Bible says, wakati ule roho mmoja amechomoka, ule pepo mmoja ameondoka, wakati umefikiria urudi nyuma, zinarudi pepo ngapi? 7. Zinarudi 7 plus ile moja, zinakuja ngapi? 8. Bwana Yesu asifiwe. Maana zikirudi zinapata ukuta umebomoka. Praise be to God. Ile ukuta ulikuwa umesimamisha, ile ukuta ilikuwa imeanza kusimama, imebomoka yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio unasikia Sanbalat na akina Tobias, they are mocking Nehemia ili ukuta isikamilike. Praise be to God. Those are the words I'm telling you, ambayo inaingilia kwa masikio wakati umefunguliwa. Nasema, I love this preacher, let me hear from him. He is a false preacher, a false prophet. Lakini maneno ambayo ananena mahali pale kwa televisheni imeanza kukuingia. Wakati unajua shida yetu sisi tunasema tumekombolewa na tumesimama vizuri. Najua shida yetu tunafika mahali tunaona ya kwamba hata nikisimama mahali kuna nabii wa uongo siwezi danganyika. Haleluya. Hata wengine tunaendea kwa mikutano ya manabii wa uongo, tunasema wacha tuende pale tuone penye wanadanganya watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nakwambia wakati una step onto that ground, unaanzanga kupandwa mbegu kuanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kila maneno yanatamkwa mahali pale ni mbegu inapandwa ndani yake. Ni bweha wanaachiliwa. Maana anaponenea watu wale ambao hawajamjua Mungu, akiwa kama nabii wa uongo, maneno ambayo ananenea wale watu wako mahali pale, hanenei hawa. Yeye hatambui kuna mtu ameokoka kwa hapo nyuma ya watu. Haleluya. Wewe umesimama hapo, atanyunyiza mbegu kila mahali. Haleluya. Ataachilia bweha. Maana Samsoni aliachilia bweha, kazi imeelekea wapi? Kwa shamba. Na wakati huyu false prophet ako katika shamba na ameanza kuachilia maneno, anaachilianga kwa watu wote. Praise be to God. Hakuangi akiachilia kwa watu wengine, haachili wengine. Wewe ulikuja ukasimama mahali hapo, wewe umefungulia televisheni na umeanza kutazama televisheni, umeanza kutazama huyo mtu anaponena yale maneno, he is targeting you because it is not him who is operating his spirit, but the devil is operating his spirit. Hallelujah. That's why umeambiwa ya kwamba whoever has no rule over his own spirit, uambie roho wako usisimame hapa, twende hivi, Mungu hataki hii, twende kwa hii, utakuwa mtu na ambaye yako katika hatari. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Praise be to God. Amen. Utakuwa mtu ako katika hatarini sana. Unapata ya kwamba wakati Sanbalati na Tobia wananenea Nehemia, they are mocking. Wanamok ili hiyo ukuta isisimame. Praise be to God. Amen. Wewe ndio umeokolewa. Wewe ndio umeanza kutembea na Mungu. Umetoka ubatizo, umeanza kutembea na Mungu vizuri. Umeanza kujenga ukuta wako. Haleluya. Mbegu iliweko pale kwa mto imeanza kukua. Ndio unapata ya kwamba mtu kama Sister Angela anasema ya kwamba I was fighting with selfishness, na Mungu amenishindania. I was fighting so that I can get the fruits of the Holy Spirit, na Mungu amenipea. Unaona, unaenda ukikua
unaenda ukikua. Haleluya. You are growing to maturity. Ile nini tunda la uhaki unazidi kukua na kukua. Na wakati unazidi kukua, hapo ndio akina Tobias wanatumwa. Mapweha zinakuja. Haleluya. Zinakuja kufanya nini? Kuanza kukumoko ili ziangushe huo mmea, ziangushe huo ukuta. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. Whoever who has no rule over his own spirit is like the city broken down. Praise be to God. Amen. Ndio unapatana na watu maniba kwa proti, wanakwambia mahali ambako wanashiriki, mnatoleana ushuhuda mahali mnashiriki na mnaanza kupata uhusiano nao, lakini kumbe akuambiani kuhusu mtumishi wake. Wewe ndio unamwambia kuhusu mtumishi wako, lakini yeye hakuambiani. Lakini wakati atakuja akutajie mtumishi wake, unakuja unagundua, kumbe nilijidanganya. Bwana asifiwe. Mara mingi tukipatana na watu huwa tunaintroduce kanisa na ambayo tunaendanga, na hata wengine huwa wasemaji wanaenda Holy Bright, wanaogopanga tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwanza ukienda mtu akwambia nimetoka, unasikia kanisa ni kubwa, na wewe unasikia yenu yenye inatoshana, hautaki kuitaja. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati yale maneno ya huyo mtu yataanza kukuongoza, naanza kukwambia venye wako na makibodi kubwa kanisani na maspika na wanahitaji waimbaji huko. Mtu wa Mungu, utakaa hapa ujaribu kuimbisha, hakuna backup inaendelea. Uone wacha niende full gospel, uone wacha niende interdenomination churches ambapo nitaweza kubakiwa. Maana huko ulifanya nini? Uliambiwa uko na machini kubwa, watu wanaweza fanya nini? Watu watakubaka hapo vizuri, watu huko wanaimba sifa vizuri. Kuna mtu aliniambia siku moja, nilikuwa nimemkaribisha ni mtumishi, akaniambia, na mimi ninapenda mahali kuna hivyo nyimbo za Kikuyu. Hata niliacha kumkaribisha sasa, maana nilijua we don't go by the tribe. Sisi huku hatuimbangi nyimbo za Kikuyu ama hatuimbi nyimbo za Kitamba. Tunaimbanga nyimbo na ambazo tunajua kila mtu ataimba. Hallelujah. We praise God with the songs that everybody can praise. Hallelujah. Bwana asifiwe. Lakini saa mtu kama yule akuja kuambia ya kwamba hatupaswi kuchanganyikana. Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi kuchanganyikana, kumaanisha kwamba ati kama Roho ameshuka nyimbo zikibwa za Kikuyu, mtu kama Angela ama Sister Lilian anaweza imba hata yeye, kwa maana Roho ameshuka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I told you I was confused with one song. Watu wanaimba na lugha ya huko kwa Wajaruo, na mimi niko hapa nasikia mambo yangu, na mimi ninajaribu kuimba, kumbe kile ninaimba si hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Tunaitwa watu tuwe watu makinifu sana. Neno linasema and whoever thinks that he amesimama vizuri, itabu gani hiyo? And whoever thinks that he is in steadfast, ajiangalia asije akaanguka. Hebu niangalie hiyo neno. Praise be to God. Amen. Nimewaambia tumeanza safari. Hii ni safari tuko. We are the pilgrims. We are not babies. Hallelujah. We are not kutoka tu wakati ulitoka kwa mto ndipo ulianza njia, ulianza barabara. Ndipo na ambapo Roho wa Mungu alianza kuachilia mbegu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akaanza kupanda mbegu, akakuja akapanda love, ukaanza kukua na upendo. Hallelujah. Akakuja akapanda joy, akakuja akapanda peace. Praise be to God. Na hivyo zimefuatana. Akakuja akakupandia, anapanda. In his own season anakuja akipanda. Lakini kama hautazidi kusimama vizuri, zitakuja ziking'olewa moja kwa moja.
Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wakati shetani akituma sasa hiyo bweha itakuja, haitang'olewa moja kwa moja, itang'olewa yote pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa na mtumishi mahali hapa siku moja, na alikuwa amepeana ushuhuda wa jinsi na ambavyo alikuwa mwizi, na hiyo ushuhuda tukaiweka kwa YouTube. It was an ex-convict thief, na ameweza kuokolewa. Lakini wacha wapendwa niwaambie, shetani akakuja na kumng'oa mara moja. Na venye alimng'oa na sisi tukamng'oa that testimony kwa YouTube. Kwa sababu gani? Kwa nini testimony izidi kukaa kwa YouTube? Na mwenye alikuwa anatoa testimony hiyo alishamwolewa, mbegu yake ilishaondolewa. Haleluya. Bwana asifiwe. That's why I'm telling you this day, you can testify about the Lord Jesus, you can testify about the blood of Jesus, lakini kesho ubweha watumwa kwa shamba wakuje waiondoe yote. Haleluya. Watu walikuwa na kuona ukisimama pale ukihubiri, uangone ukitoka kwa milango za vilabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. That's why when we pray and say that the arrows that were sent by night, we break them down. Haleluya. The arrows that were sent by day, tunazivunja zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunazivunja kwa sababu gani? Wakati umelala kwa usingizi, shetani ndipo anaitisha mikutano yake. Bwana Yesu asifiwe. He is never asleep. Anafanya kazi usiku na mchana, anapata mikutano yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana hata wakati ule Ayubu alikuwa mahali pale na anaona amesimama katika uhaki na Mungu anamtambua, unaona shetani anajisukuma nenda mpaka huko juu kwenda kumstaki. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe wakati unaona tumesimama na uko vizuri, jitambue. Rule over your spirit. Rule over it. Haleluya. Rule over it. Maana kama hatutaweza kutawala mioyo yetu ama roho zetu, shetani atatutawala. Atatutawala. Ama ufalme ambao hauna ukuta, adui atakuja na atachukua hiyo ufalme. Atakuja na atatawala mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tutamkubalisha roho wa Mungu atawale katika hizo roho zetu, shetani ndiye atatuma mapepo zitawale mahali pale. Bweha walipoingia msitu, ndio walitawala sasa mahali pale. Hakuna kitu ilikuwa ya kuwasimamisha. Maana bweha ambaye ako na hasira, nani atamsimamisha? Bwana asifiwe. Nani atakayesimamisha? Maana unaona ya kwamba kwa maana wewe hauwezi simamisha. Neno inasema nini? Catch us the little foxes. Ni kuambia Mungu sasa, Mungu tushikie hawa mabweha, maana wewe mwenyewe hauwezi kuishika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The only authority you have, it is to rule over your spirit. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. Because we don't have our own strength. Our strength comes from the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bweha amewekwa moto kwa mkia, wewe utaisimamishaje? Utaisimamisha namna gani? Catch us the little foxes that comes to devour the vineyard that had the grapes. Hallelujah. Amen. Tushikie hawa mabweha. Bwana nishikie hawa mabweha, wasije wakaondoa, wasije wakaharibu matunda ya utakatifu, matunda ya uhaki. Nishikie bweha, wasije wakaharibu vazi langu la uhaki. Bwana Yesu asifiwe. Nishikie wa bweha, wasije wakaangamiza my destiny. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nishikie wa bweha, wasije wakaangamiza my ministry, wasije wakaangamiza ushuhuda wangu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. With all authority in our tongue, we rule over our own spirit.
Praise be to God. Amen. We rule over it and we ask God. God, do it for us. God, do it for us. Fight for our own battles. We cannot fight. Hallelujah. We cannot fight. We have no strength to fight our battles. Hatuwezi sisi wenyewe kuja utupiganie. Hallelujah. Bwana asifiwe. Maana wanapoachiliwa wanakuja. Kuna mtu mmoja na akasema ya kwamba katika maono akaweza kuona nyumba moja imesimama, lakini nyumba ile ilikuwa na milango mingi, na alikuwa amesimama kando kwa huo mlango moja. Kwa hiyo nyumba ilikuwa na milango mingi sana, na wakati alitazama akaona kuna mapepo zilikuwa zimesimama kando, na alidhania ama aliwazia wacha afungue mlango aingie ndani, akae ndani, maana nje mapepo ziko huko nje. Wakati ule alienda kufungua mlango, mapepo walikuja na nguvu sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati ule aliona mapepo wamekuja, alifunga hiyo mlango haraka sana, lakini bado ako hapo nje. Lakini wakati alikuwa anatazama, mapepo haikuwa na shughuli na yeye, maana hata haikuwa inamuona. They were targeting the door to be open. Praise be to God. Walikuwa wanangojea mlango ufunguliwe tu kidogo zipenye. Maisha tunaishi katika maisha ya milango. Maisha yetu tunaishi tumefunikwa ni milango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Our spirit, we are covering our spirit. This body is covering the spirit. Hallelujah. This body is carrying the soul. We have the doors to open to the soul. We have the door to open to the spirit. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakati utafungua tu mlango, mapepo ni kuingia zitaingia. Bwana Yesu asifiwe. And God told Cain, sin is crouching at the door. Bwana Yesu asifiwe. Inagonga mlangoni. Ni wewe ufanya nini? Uweze kuiona. Haleluya. Na ukikubali ufungue mlango, hiyo dhambi ni kuingia itaingia. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ule Kaini akapuuza yale maneno na kufungua mlango wake, ule pepo na ambaye alikuwa ametumwa wa kuangamiza ndio uliweza kumuingia. Bwana Yesu asifiwe. So close all the doors. Close your ears. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Somebody comes with a good deal of good money. Anakuambia kuhusu pesa. Na pesa ambazo anakuambia anajua ya kwamba ni kuangamiza mtaangamiza, ama ni kuibia mtaibia mtu. Funga masikio yako. Maana utakapofungua masikio yako usikize yale maneno, ni roho utakuwa unafungulia milango. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And that's why I always tell people, if unaenda kuhubiria mlevi, usikie mlevi ameanza kukushinda, anataka kuongea sana kukushinda, uachana na yeye. Kama umeshampea maneno, ondoka na uende. Bwana Yesu asifiwe. Do not stand there to argue with him. Hallelujah. The more you will argue, the more mapepo atakuwa na kurushia. Atakuwa na panda mbegu ndani yako. Shetani anajua neno. Bwana Yesu asifiwe. Watu ndio wanasema walevi wanajua neno. Ni shetani anajua neno. Maana mlevi anapoanza kuquote Biblia, ni shetani anaanzaka kuquote neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Wakati ule umelewa, ama mtu amelewa, mlevi amelewa na pombe, anaongozanga alifikira zake akielekea nyumbani. Haleluya. Lakini mwili wake ndio ufanya nini? Hawezangi kuicontrol mwili wake. Anaenda kistaga, akianguka, akifanya nini? What comes? Huyo mtu akikuja kwako anaanza kuquote Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Anakutajia kwa pombe, anakutajia wapi, anaenda akiquote Biblia. Na unasikia huyo mtu anajua Biblia sana. Not him. Maana kesho yake ukimwambia kuja kupea hiyo neno, hawezi. Ataibika. Bwana Yesu asifiwe. Ataibika.
Ni mapepo huzungumza, maana they are targeting you. Ni wewe zinataka. Bwana Yesu asifiwe. They are just using a drunkard man as a subject. As a subject. So wakati unaona ameanza kukua na maneno mingi, wewe muonye. Muonye kuhusiana na pombe na uondoke na uende. Maana akikushinda atakuhubiria na utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Usifungulie milango mapepo. Usifungulie milango jealousy, hatred, envy, all sorts of sin. Usikubali kuifungulia mlango in any way or in any method. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ulipata hiyo neno? Hilo neno liko wapi? Nani yako na hilo neno? Neno gani? And those who think they are steadfast. Acha tuone. Wale wanafikirianga wamesimama sana na wajiangalia wasije wakaanguke. I'm looking for that word. 1 Corinthians 10:12. 1 Corinthians 10:12. Thank you. Wherefore, let him that thinketh he standeth, Thank you. take heed lest he fall. 1 Corinthians 10:12 inasema, therefore let him who thinks he stands take heed lest he falls. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana wewe ndiye ambaye matunda ya uhaki iko ndani yako. Na ndiposa nikakwambia ninazungumza na wewe na ambaye unasema ya kwamba umeokolewa. Haleluya. Wewe na ambaye unasema ya kwamba umejivunia matunda ya uhaki. Praise be to God. Unasimama na kusema nimevishwa vazi la uhaki. Praise be to God. Haleluya. Wewe ndio unaambiwa ya kwamba therefore let who thinks he stands take heed lest he fall. Take heed usije ukaanguka. Praise be to God. Hallelujah. Amen. Kuna maono ambayo mtumishi wa Mungu Apostle Simon akaona na alianza kuona kuhusiana the parts. I remember that vision na ambayo ilikuwa he saw about many parts na ambazo zimeachiliwa katika ulimwenguni. What are they for? Praise be to God. Ni za nini? Where are all those birds? The cloud of darkness iko kila mahali, imefunikwa. Unapata anga imefunikwa ni maroho. Ziko huko kufanya nini? Ziko kwa sababu zinataka kuangusha wewe na ambaye unasema ya kwamba umesimama. You who thinks umesimama vizuri. Wewe unaona ya kwamba uko mwema katika nyumba ya Mungu. Wewe na ambaye unaona ya kwamba unasimama na unaweza kuhubiri. Wewe unaona ya kwamba umesimama katikati ya watu wengi na ambao hawajaokoka. Wewe ndio zina target. Haleluya. Wewe ndio zimeshuka ili zikaweze kukuangamiza. Praise be to God. Amen. Hallelujah. Amen. So stand well and take heed lest you fall. Hallelujah. Amen. Take heed. Take heed lest you fall. Wacha tuweze kuamka na miguu yetu ili tuweze kukamilisha. Naombi 1 Peter, ninamaliza kitabu ya 1 Peter chapter 1:13. Tusimame. 1 Peter chapter 1 verses 13 and 15. Chapter 3. 1 Peter 13. 1 Peter 3:5. Unione. Five for 9. 1 Peter 5:9. Ambayo inasema hivi. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Hallelujah. Amen.
But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strength, and settle you. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. And settle you. That's why I told you. When we pray God, catch us those little foxes. Sisi hatuwezi kujipigania. Haleluya. Hatuwezi kujipigania, hatuwezi kujisimamia. Hii maroho ni mingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii maroho ni mingi sana. Hatuwezi jipigania. That's why ninakwambia, ukisikia uko chini, umejaribu kupigana na roho fulani, umeshindwa kupigana nayo, tafuta apostle. Ongea na yeye, mwambie I need deliverance. Raise your hand in me. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Maana si yote tunaweza kujipigania. Bwana Yesu asifiwe. Si yote tunaweza kujipigania. Hii ma spirit ni this fox 300 bweha 300 si kitu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa imagine hiyo bweha 300 imetumwa kwa mtu mmoja. 300 spirit in one person. The regions sent to one person. Hallelujah. That he cannot even speak, the demons speak over him. Bwana Yesu asifiwe. Zinakamata huyo mtu. Na anauliza, how many are you? We are the regions. Tuko wengi. Sisi hatuwezi kujipigania hii vita unless Mungu atupiganie. Haleluya. Amen. Hatuwezi kujipigania. Unapata familia inakuamkiria juu ya kwamba uko kinyume na vile wanataka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You are just going through suffering. You are just going through persecution because Satan is targeting you. Ni wewe anapigana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Dunia imekugeukia. Jua ni sababu you betrayed Satan. You betrayed the farmers. You betrayed the gods of this age. Praise be to God. So wakati unakumbuka kwa maombi, always tell God, fight for my battles. Fight for my unseen battles. Fight my spiritual enemies. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Because the spirit of the Tobias and the Sanballat is still ruling. Those who mock the people of God, they fight the destiny of the people of God. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu, Yes, Jesus. tunakutukuza na kuabudu jina lako Mungu wa Israeli. Embeneza kula Mungu kama wewe Jehova Mungu wa rehema. Umbali huu ni wewe Mungu wetu, na ndiposa Jehova tunakushukuru na kuabudu jina lako. Baba, asubuhi ya leo umeweza kutufunza Jehova na Mungu wa Israeli, kama jinsi neno lako limesema ya kwamba tuweze kujitazama na kuangalia Mungu wa rehema na kusimama imara ili tusije tukabomolewa kuta zetu. Baba Mungu wa Israeli, tunakuomba ukaweza kutusimamishia kuta na ambazo zimebomoka, ukaweza kutusimamishia vyema Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu. Ukaweza kukamata bweha ambao wameweza kutumwa katika maisha yetu, bweha ambao wanakuja kukula na kuangamiza Mungu wa rehema matunda ya uhaki na ambao Baba umetupa. Jehova, ninakuomba Mungu wa Israeli, ukaweza kuwakamata hao bweha, ukaweza kukamata hizo maroho chafu katika jina la Yesu Kristo. Those spirit of backsliding, those spirit of devouring the fruits of righteousness, Lord, I resist them in the name of Lord Jesus. Baba, weza kuwashika nyara na kuweza kuondoa katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ukaweza Jehova kusimamiza kuta Baba katika maisha yetu Mungu wa rehema, na tuweza kusimama imara Jehova, tusije tukaanguka katika jina la Yesu Kristo. Kuna yeyote na ambaye anapigana na dhambi Baba Mungu wa Israeli, na kuomba weza kuondoa huyo roho mchafu katika jina la Yesu. Huyo na ambaye alifungulia shetani mlango Jehova, ninaufungisha sasa katika jina la Yesu Kristo, na kuomba Mungu wa Israeli, roho wako katawale mahali pake Baba katika jina la Yesu Kristo. Give your people to rule Jehovah their spirits, oh Father,
Give them authority. Give them wisdom, my Father. In the name of our Lord Jesus Christ. Jehovah, cleanse the spirit of your children. In the name of our Lord Jesus Christ. Baba, ninakuomba rehemu watu wako, tia watu wako nguvu na kuwashikilia Jehova. Vita hivi hatuziwezi, Mungu wa Israeli, ni vita vya kiroho Baba. Tunakuomba utuvishe, Mungu wa Israeli, mavazi ya vita Jehova, na tukaweza kupigana vita vyetu salama katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunataka kuja kwako, tunataka Mungu wa Israeli, ili tukaweza kuona ufalme wako Ebeneza katika jina la Yesu Kristo. Hatutamani kurudi katika dunia. Ushuhuda watoto wako wametoa Jehova. Mungu wa Israeli, nazifunikisha kwa damu ya Yesu, nafunikisha maisha yao kwa damu ya Yesu Kristo. Jehova Mungu wa Israeli, ukaweza kushika maboya wote, Mungu wa rehema, ambao hutumwa Jehova atakuharibu Jehova testimony katika jina la Yesu Kristo, ambao Mungu wa Israeli wanakuja kuharibu shuhuda. Baba, ninazikemea katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuomba Mungu wa Israeli, funika uhai wetu kwa damu ya Yesu Kristo. Wacha Roho wako Jehova katawale kila wakati Baba katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ninafunga kila milango Jehova katika maisha yetu, kila milango ya dhambi, kila milango pepo wanaweza ingilia Jehova, ninazifunga zote katika jina la Yesu Kristo. Chukua ushukani Mungu wangu, na ukaweza kututawala, kwa maana wewe ndio mwema na wewe ndio mfalme wetu Jehova. Hakuna kama wewe Mungu wa Israeli. Katika jina la Yesu Kristo tumeweza kuomba na hata kushukuru. Amen. 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 Hallelujah. Let us come for Jesus. Thank you, Jesus. Thank you.